Naitwa Fabiano Stefano Mkeza, ni mkaji wa kijiji cha Ilakala aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Mimi ndo baba wa mtoto huyu aliyefariki kwa kisa cha kunyongwa. Nasikitika sana. Mke wangu, mwanangu. Kuna tukio limetokea, alikuwa amesafiri kwenda Kigoma. Baada ya kuwa amesafiri kwenda Kigoma, nyuma yake baada ya kuwa ametoka ndipo alipopigiwa simu kwamba nyumbani kwake kumetokea uhalifu. Baada ya hapo akanijulisha. Nikaanza safari ya kujiandaa kwa ajili ya kuja hapa kwa ajili ya tukio. Mimi ndo mdogo wake, mimi ndo kaka yake ambao ananifuata mgongoni. Kaka wa nani? Kaka wa Fabiano, ambaye ndio mme wa marehemu aliyofanywa tukio kwa ukatili. Na huyu ndio kaka yangu. Kwa ufupi tunaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake ili kuhakikisha kwamba matukio kama haya hayajirudii katika jamii yetu, sababu ni tukio ambalo limetuumiza sana, tumekosa mwelekeo. Kwa tunaomba jeshi la polisi, kwa sababu lina mbinu mbalimbali na intelijensia, ifanye kazi yake kuhakikisha kwamba mhalifu anapatikana. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, mtusaidie, na hakuna mhalifu atakayekatiza endapo jeshi la polisi na wananchi watashikamana na kuwa kitu hichi. Hakuna mhalifu atakatiza mali hapo. Lakini kwa habari ya imani naomba niongee neno moja. Ndugu yangu, hakuna mtu yoyote duniani, tangu tunasoma habari ya Kaini na Abel, hakuna aliyemwaga damu ya mtu isiyokuwa na hatia akabaki salama. Hayupo. Hayupo. Damu ya mtu inamlia tu, italilia tu. Damu ya mtu italia tu. Hakuna aliyemwaga damu ya mtu akabaki nini? Salama. Kwa hiyo ninaongea kitu hichi, naongea maana gani? Sasa mtu huyu ambaye anafikia mpaka anakuja kumwaga labda damu, wewe ulimuona ana tabia ndogo ndogo ukusema, ina maana hii dhambi itakuhusu, kwa sababu ungetuambia mapema tungemdhibiti. Uongo kweli?